Shalom, shalom. This is Apostle Francis Goya. Ninakukaribisha katika podcast yangu. Na leo ninazungumza kwa habari ya nguvu ya kipawa. Kila mtu ameumbiwa nguvu ya asili ndani yake ambayo ilikusudiwa kumsaidia ili aweze kufanikiwa kwenye maisha yake na kufikia hatima yake. So hii nguvu ni umashuhuri ambao Mungu anamwekea mtu ili aweze kuutumia kulingana na fursa, kulingana na mazingira, wakati na jamii aliyopo. So nguvu ambayo haiwezi kuzuiliwa na hali ya mazingira, kiwango cha elimu, hali ya uchumi au historia ya mtu, ili kusudiwa imfanye mtu afanikiwe popote atakapokuwepo. Hiyo ndiyo kipawa. Natural ability ni uwezo wa asili ambao unamfanya mtu afanikiwe. Ndio maana hata maneno ya Mungu yanasema kipawa ni kama kitu cha thamani machoni pa mwenye nacho, kila kinapogeuka huyo mtu anafanikiwa. So kipawa ni uwezo wa asili ndani ya mtu, uwezo ambao hauzuiliwi na chochote isipokuwa mtu mwenyewe kushindwa kuutumia huo uwezo. Ndio inaweza kuwa limitation. Uwezo ambao uliwekwa na Mungu ndani ya mtu maalum ili akabiliane na aina yote ya changamoto ambazo mtu yeyote anaweza kukutana nazo duniani. Ni uwezo ambao ulikusudiwa na Mungu kumpa majibu ya maswali magumu na kumpa akili anayohitaji mtu kwa wakati husika ili kuhakikisha anaifanya dunia kuwa mahali salama na sahihi pa kuishi. Panapokuwa na changamoto na upinzani katika nyakati mbalimbali, ndipo kipawa cha mtu hufanya kazi. Kipawa kiliwekwa ndani ya mtu ili kumpa suluhisho la changamoto zinazomkabili na kutumia suluhisho hiyo kuleta manufaa kwake na kwa jamii inayomzunguka. Watu wanachanganya kipawa na kipaji. Kipawa na kipaji, watu wengi wanachanganya sana. Kipaji ni uwezo ni uwezo wa asili wa kimwili. Kipawa ni uwezo wa asili wa kiroho. Kimoja ni natural ability of the body na kimoja ni supernatural ability of a man. So kipaji ni uwezo wa kimwili ambao mtu ameupata au amezaliwa nao ili aweze kufanya vitu kwa ubora na utofauti na wengine. So nao kipawa chenyewe ni uwezo wa kiroho ambao Mungu humpa mtu ili aweze kufanya mambo yote ambayo amekusudiwa kuyafanya bila kukwamishwa au kuzuiliwa na mazingira, watu na hali yoyote. Ni muhimu kuelewa jambo hili kama mzazi, kwa sababu wazazi wengi huwekeza kwenye kujenga kipaji cha mtoto badala ya kutengeneza mazingira ya kipawa kufanya kazi. Mungu alipomuumba mwanadamu alikusudia kuwa aliishi kusudi lake, afanikiwe duniani. Hivyo ndani yake aliweka uwezo wa kumfanya mwanadamu aweze kufanikiwa mbali na changamoto zozote, ikiwa ni katika jangwa au wingi wa mvua, katika elimu kubwa au kidogo, katika uchumi mzuri au mbovu, ikiwa ni mwanaume au mwanamke, akiwa kwenye ndoa au bila ndoa, akiwa maskini au tajiri, akiwa Afrika, Ulaya, mweusi au mweupe. Popote mwanadamu alipo na kwa hali yoyote alionayo, kipawa kilikusudiwa kumfanya afanikiwe. Utajiuliza kwa jinsi gani? Swali la utafanikiwaje lipo kwenye jibu lake lipo kwenye kipawa. Kipawa huwa kinajua ni jinsi gani kitu au mtu, yani kipawa kinajua ni
kwa jinsi gani, lakini mtu ajui ni kwa jinsi gani, hiyo ni dalili kuwa kipawa chake hakifanyi kazi. Zipo njia nyingi sana, lakini ni mpaka kipawa kifanye kazi ndipo ataanza kuziona. Mtu anaposhindwa kufanikiwa, tatizo sio mazingira, watu, elimu au jinsia au udhaifu wowote ambao unaweza kuufanya kama sababu. Hayo ni matatizo ya kiulimwengu ambayo kabla Mungu hajaumba mwanadamu alijua yatakuwepo. Ndio maana akaweka ndani ya mwanadamu uwezo wa kuweza kufanikiwa mbali na changamoto. Kipawa kinaweza kikamfanikisha mtu kwenye mazingira yoyote. Ndio maana kila sehemu duniani, bila kujali hali ya maisha, utakuta kuna aliyefanikiwa na kuna ambaye ni maskini. Tofauti kati ya watu wawili, tajiri na maskini, ni namna wanavyotumia uwezo wao ulioko ndani. Kuna nchi zina vita na bado zina matajiri, na kuna sehemu zina amani na zina maskini wa kutupwa. Kuna nchi ni jangwa, zinazilisha nchi zenye ardhi na mvua nyingi. Kuna nchi zenye mvua na hali ya hewa nzuri, lakini zina uhaba wa chakula, zinahitaji kusaidiwa. Kuna nchi zenye utajiri wa maliasili kama nchi zetu za Kiafrika au Tanzania, zina madini, maziwa, bahari, lakini bado ni maskini ambao hata rasilimali zao haziwezi kuwalisha. Kuna nchi zina siasa mbaya ila zina viongozi wabaya na sera mbaya, lakini zina matajiri, na kuna zenye siasa, sera nzuri na viongozi wazuri, lakini zina maskini. Tatizo sio mazingira yakoje, bali ni namna gani watu hutumia uwezo wao kukabili mazingira ili kupata suluhisho. Fikra sahihi juu ya uwezo. Fikra sahihi juu ya uwezo alionao mtu ndio siri ya mafanikio. Shida sio una nini. Shida ni uwezo ulionao na fikra ulizonazo juu ya kile ambacho unakiweza. Sababu usipo tafakari vizuri, uwe na uhakika, utajikuta kwenye wakati mgumu sana. Utajikuta kwenye una uwezo mkubwa, lakini ule uwezo hauwezi kukusaidia kwa chochote. Na tuko hapa kujifunza ili tuweze kupona kwa namna moja au namna nyingine. Okay? Lakini mtu mwenye wajibu wa kupanda fikra sahihi ni mzazi au watu ambao ni walezi, wamepata neema, wamepata nafasi ya kulea mtu mwenye kipaji au mwenye hicho kitu ambacho sasa hivi tunakiongelea. Fikra mojawapo hatari ambao wazazi hupandikiza kwa mtoto ni kuamini kuwa anahitaji mazingira, vitu, mahusiano na elimu sahihi ili kufanikiwa. Kimsingi inaonekana kama vile ni hekima, lakini ina hatari kubwa sana, kwa sababu isipo work out huwa inatengeneza vidonda na inatengeneza majuto kwa vijana na watoto wengi. Hivi vyote si vilani, ni vya muhimu. Lakini kuamini kuwa bila hivyo huwezi kufanikiwa ni njia rahisi zaidi ya kuua nguvu ya kipawa ndani ya mtu. Mungu alipomuumba mtoto alikusudia afanikiwe hata kama asingekuwa na elimu, mazingira au mahusiano na vitu sahihi. Elimu ni muhimu, lakini sio kweli kuwa elimu ndio kitu pekee anachohitaji ili kufanikiwa. Ni jumla ya mambo mengi yanayosaidizana. Elimu inahitaji mambo mengine mengi. Wapo wengi wana elimu kubwa sana na hawajafanikiwa, na wengine wana elimu lakini wameajiriwa na watu wasio na elimu. Mafanikio yanapaswa kuja ikiwa elimu ipo ama haipo. Yaani elimu haitaki kuwa kigezo cha kujitetea kwa nini haujafanikiwa. Kimsingi mafanikio hayategemei elimu peke yake. Yaani usimwaminishe mtu kwamba bila elimu hawezi kufanikiwa. Ni kumfanya awe kilema wa kifikra, kwa sababu siku akifeli ama akishindwa kuendelea na elimu atajua maisha yake yamefika mwisho. Na watu wengi sana ndio wamekwama hapo.
Ukielewa hii utagundua kuwa nguvu unazotumia kutafuta pesa ili kumpatia mtoto elimu bora hazitazaa matunda unayotarajia kama utakosa muda wa kumlea mtoto, na ni bora uwekeze malezi mazuri na kumsaidia msaada wa kisaikolojia na ushauri kwenye hilo, kama ambavyo unafanya kwenye kugharamia elimu bora. Malezi yana nafasi kubwa sana ya kumwandaa mtoto kuwa maskini au tajiri. Watu wengi, wazazi wengi wanajua urithi na zawadi ya muhimu kwa mtoto ni elimu, which is well and good. Ni jambo zuri wala halina ubaya na wala mimi sililani. Lakini changamoto yangu kubwa ambayo ninaweza nikaizungumza ni kwamba siasa na uongozi mzuri ni muhimu, lakini sio kweli kuwa hicho ndicho kinachofanya sisi tusifanikiwe. Kuna nchi ambazo zina siasa na uongozi bora lakini kuna maskini. Ukweli ni kuwa hivyo zinaweza kurahisisha mchakato, lakini kipawa kina uwezo wa kutupa majibu mepesi kwenye maswali magumu. Unajua kuna wakati mnaweza mkakaa kikao mnatafuta suluhu ya jambo kwa muda mrefu sana, lakini ukampata mtu ambaye kimsingi akija katikati yenu anaweza aspend na nyie kwa dakika chache alafu akawa ametoa majibu. Haujawahi kuona kuna watu wanaombwa kwenda kuwa wazungumzaji, mkesha au ibada inaandaliwa kwa miezi 6, lakini mtu anayetakiwa kuja kuongea anakuja kutumia masaa 3 na anagharamikiwa, yani anawekewa mazingira honorarium au sadaka ya kumleta ni kubwa. Kwa nini? Ni kwa sababu ya thamani aliyoibeba ya kile kipawa. Kuendelea kumpandikiza mtoto imani na fikra kuwa tatizo ni mifumo ya siasa, uongozi, ni kumnyima uwezo wa kutumia kipawa chake. Hatuwezi kubadili mifumo, lakini tunaweza kubadili namna tunavyofikiria ili mifumo isitucheleweshe na kutukwamisha. Kimsingi mwanao au mtu ambaye unamlea unamweka kwenye kundi gani? Kwa namna wanaotumia kipawa kufanikiwa ama kwa wanaolaumu hali ya uchumi? Kuna magrupu mawili, watu ambao wanaimanipulate mifumo hata kama haiwapi nafasi na fursa, na kuna watu ambao wanasubiri huruma kutoka kwenye mfumo. Mahusiano ni jambo la muhimu sana kwenye maisha, lakini sio kweli kuwa ili tufanikiwe lazima tuwe na mahusiano. Ikiwa ni ndoa, marafiki, ndugu na hata watu ambao tunaamini wanaweza kutusaidia, wanaweza kutushika mkono, kutuwezesha, kututia moyo, kuonyesha imani yao kwetu na kutuambia kuwa tunaweza. Hii ni muhimu, lakini kipawa cha mtu kilikusudiwa kumfanikisha hata kama hana mmoja kati ya hao. Jiulize kama kila wakati tunahitaji watu fulani ili watufanikishe. Jiulize yatima, jiulize wajane, wagane, jiulize watu ambao ni wakimbizi. Leo hii tuna wachezaji wa mpira duniani wakubwa sana, wako Ufaransa, wako Ulaya, ni wajane, ni wakimbizi. Machafuko, changamoto za kwenye nchi zao ziliwapelekea wakajikuta wamezamia au wameenda kwenye mataifa ambayo sio yao, na leo hii wanalindwa na mabodyguard, leo hii wanalipwa mishahara mikubwa. Fikra ya kuwa inabidi uolewe ili uwe na mume mwenye fedha ndio ufanikiwe ni namna nyingine ya kuua uwezo wa asili ambao Mungu amekuwekea mwanamke. Leo hii tuna misemo na sera ambazo mwanamke mwanamke akiwezeshwa anaweza. It seems like mwanamke ni kitu cha kidhaifu ambacho hakijitoshelezi chenyewe, so kinahitaji
uwezesho wa nje, while akili ya kuwaza na kutumia uwezo wa asili wa ndani imeuliwa kabisa, kutokana na kitu kinaitwa mtu ili afanikiwe anatakiwa awezeshwe. So leo hii wanawake wengi wameolewa na wanaume ambao wakiamini kwa sababu wana fedha watawapeleka kwenye ndoto zao, na wameenda kuwa watumwa wa ndoa mbaya. Wameolewa na watu wabaya ambao wanawamistreat na wanawafanyia uharibifu wa kihisia, uharibifu wa kimwili, uharibifu wa kimaono. So wamepoteza muda, sasa wanajutia, na kimsingi muda umeenda, umri umekwenda. Kila hata akisema arudi sasa kwa yule aliyemkataa haiwezekani tena. Nisikilize nikwambie, kipawa cha mtu kina uwezo wa kujipigania na kujitetea chenyewe. Hata wakiwepo watu ni sawa, na wasipokuwepo pia ni sawa, bado una nafasi ya kufanikiwa. Tunahitaji pesa na ni swala la muhimu sana kuwa na pesa, lakini kipawa chenyewe kina uwezo wa kuzileta hizo pesa. Hivyo basi, inapotokea pesa hazipo, haitakiwi kuamini kuwa ndio ukomo wa maisha au ndo mwisho wa maisha. Haipaswi kuwa tatizo, bali unapaswa kutafuta suluhisho la tatizo lilotokea ndani yake mwenyewe. Imani kuwa lazima uwe na pesa ili upate pesa ni rahisi ni risasi mzuri sana kujimaliza na kujiua. Kuna wakati mtu atakuwa na pesa na kuendelea kuzitafuta pesa, inamaanisha kuzifukuza kabisa pesa. Anachohitaji ni kuangalia nini afanye ili azilete pesa. Tatizo ni pale ambapo wazazi wengi baada ya kuishi na kuona mengi, baada ya kufanikiwa na kushindwa kwenye mengi, wanataka kuwarithisha falsafa zao, wanataka kuwarithisha uzoefu wao kuwa ni hekima na busara, lakini kiuhalisia inaharibu uwezo wa ndani wa watoto kufanikiwa. Katika uzoefu wote alionao mzazi, ni muhimu kujua kuwa hayo yanapaswa kuwa maoni na mapendekezo, sio sheria na urithi wa kikanuni. Katika yote unayomuongoza mtoto kufanya, usisahau kumfundisha kuhusu nguvu alionayo ndani yake, inayoweza kumfanya akawa zaidi ya kila anachotaka au zaidi ya pale ulipoishia. Inawezekana usielewe vizuri hii nguvu, lakini msaidie mtoto kujua kuwa yeye ni zaidi ya kila ambacho wewe unatamani au yeye anatamani kuwa. Ni kweli unatamani au yeye anatamani kuwa daktari, mhandisi, mwalimu, mchungaji, mchumi, rubani, mchezaji wa mpira, mwanasheria, mwanasiasa, lakini lazima ujue kuwa kipawa ndani yake kinaweza kumfanya akawa zaidi ya hicho unachokitamani. Listen, kipawa hugeuka kinavyotaka, na uangalia wakati huo fursa ya mafanikio ipo wapi, na kinaweza kumpeleka upande tofauti na ule aliyotarajia. Hujawahi kuona watu waliofanikiwa sana nje ya taaluma na kile walichotamani kuwa? Kuna mtu mmoja ambaye ni maarufu kwa hapa Tanzania katika kundi la vijana, anaitwa ndugu Joel Nanauka. Sasa hivi ni mheshimiwa mbunge nadhani wa kama sio Mtwara mjini, I don't know, lakini ni mbunge. Lakini ukiangalia historia ya huyu ndugu katika shule yake, alikuwa very bright shuleni tangu aliposoma huko chini mpaka alipomaliza chuo kikuu. Lakini alisomea nini? PCB advance. Alipoenda chuoni, alipotaka kusomea masuala ya udaktari, ikakataa, ikabidi asomee masuala ya biashara. Masuala ya biashara. Lakini leo hii ninavyoongea, Joel Nanauka amekuwa mzungumzaji mzuri sana, kwa maana ya mwalimu mzuri wa saikolojia, mwalimu mzuri wa shule ya uongozi, na mtu mzuri sana kwenye masuala ya usuluhishi wa migogoro mbalimbali. Leo hii ni mwanasiasa. Kipawa kinaweza kikamsaidia mtu kufanikiwa nje ya box. Je, kuona watu waliofanikiwa sana nje ya taaluma? Mimi binafsi katika hali yangu ya kusoma niliamini nitakuja kuwa mtu wa aina fulani. But today, kwa sababu ya kipawa Mungu aliweka
huduma, uwezo wa kiroho wa kuona, wa kuhudumia watu, wa kushauri watu. Leo hii ninasaidia watu nje kabisa ya taaluma yangu ya chuo kikuu, nje kabisa ya taaluma yangu ya shuleni, nje ya taaluma yangu ya vyeti nilivyo navyo. Je, nilikosea kwenda shuleni? Hapana, sikukosea kwenda shuleni, kwa sababu katika kipawa kuna nafasi ya ujuzi na kuna nafasi ya maarifa na ufahamu inahitajika. Kimsingi ninakuja kusema nini? Ili mimi nikusaidie katika safari ya kumlea mtoto wako, kimsingi inawezekana ikawa ni mafanikio mazuri na makubwa sana kwangu. Mimi nikimsaidia mtu aliyekuwa ndoa yake inakaribia kufa ikapona, ni mafanikio makubwa sana kuliko hata kiwango cha fedha. Ninapoombea watu wanapona, ni mafanikio makubwa kuliko hata sadaka wanazoweza kunipa. So kimsingi kumshikamanisha mtoto na fikra za awe nani, ujuzi ule na mahusiano yale yanaweza kumfanya ashindwe kutazama uwezo alionao ndani, ambao ni zaidi ya hivyo anavyoweza kuvipata kwenye mazingira. Kuna vitu ambavyo mtu anaweza akavitafuta kwa bidii, lakini kipawa ni yani unapozungumza kipawa hakiji kwa bidii ya mtu. Kipawa ni zawadi kutoka kwa Mungu. It's a gift from God. Maneno ya Mungu yanasema katika kitabu cha Yakobo 1:17, kila kutoa kuliko kwema na kitolewacho kilicho kamili kutoka juu kwake Baba wa mianga. So namna rahisi ya kutumia kipawa ili kufanikiwa ni kwa kuishi kutokea ndani kwenda nje na sio kutoka nje kwenda ndani. Badala ya kutumia uwezo wa nje kufanikiwa, mtu anapaswa kutumia uwezo wa ndani ukisaidiana na uwezo wa nje. Watu wengi sana wanatumia uwezo wa nje kama kipaji, elimu, pesa, marafiki, mazingira, na wanakwamia sehemu fulani au wasifanikiwe kabisa. Lakini ukitaka kurahisisha ufanyaji wa kazi, tumia kipawa. Dunia itambui uwezo wa ndani bali uwezo wa nje. Ukienda kazini kuomba kazi, watakuuliza lete vyeti, una uzoefu wa kazi kiasi gani na miaka mingapi na vitu kama hivyo. Tunatambulika kwa kile tulichonacho mwilini, kinachoonekana na tunachokifanya. Tunalipwa na kugusa maisha ya watu kwa hicho. Lakini lazima kujua kuwa chanzo chake lazima iwe kutokea ndani yetu. Hata kama mtu ni daktari mzuri, daktari bingwa, kama anatoa huduma yake ya utabibu sio kwa moyo, bila msukumo wa ndani, huyu mtu atatumia taaluma yake kuua watu badala ya kuponya watu. Ikiwa mtu akitarajia elimu tu imfanikishe, marafiki wamsaidie, pesa imfikishe mahali fulani, mazingira yampe upendeleo fulani, basi mafanikio yake yatakuwa ya kubahatisha na sio ya uhakika, na yana ukomo, kwa sababu vyote vinaweza kubadilika na kumsaliti kwenye wakati ambao hakutarajia. Ikiwa ataamini katika uwezo wake na ndani ya kuishi kutokea ndani kwenda nje, basi hatakuwa na mipaka, hatozuiwa na mazingira, hatokwamishwa na watu. Kile anachotaka ukifanya anakitafutia mbadala na kitafanikiwa, kwa sababu bado ana uwezo wa kupata majibu ya maswali ya changamoto kutokea ndani yake. Listen, kuishi kutokea ndani kwenda nje ni namna rahisi zaidi ya kuwa na furaha. Ikiwa furaha ya mtu inategemea mazingira, mifumo, watu na vitu, basi wakati wowote hivyo vikibadilika vitaathiri furaha ya mtu huyo. Hivyo basi ni kama kuuza mamlaka yako kupitia hivyo na kuvipa nguvu ya kufanya chochote kinachopatikana kufanya na wewe. Ikiwa sasa furaha na amani yako inategemea nje, basi huwezi kuwa na uhakika wa hali yako ya kihisia kila siku. Mzazi humfanya kuwa tegemezi mtoto kwa watu, vitu, mifumo, mazingira. Na hii ni namna rahisi ya kumfanya mtoto asiishi kwa furaha kwenye maisha yake. Japokuwa
tunawahitaji na kuvihitaji vitu, ila havipaswi kututawala katika maisha yetu. Mtu aliyetawaliwa sana na fedha, mtu aliyetawaliwa sana na mapenzi, mtu aliyetawaliwa sana na chakula, mtu aliyetawaliwa sana na hisia, mara zote huyu mtu ndiye mtu anayeongoza kwa kutokuwa na furaha ya kudumu kwenye maisha. Kipawa kinaweza kumfanya mtu akajenga uwezo mkubwa kwenye kufanya jambo fulani kirahisi na bila kutumia nguvu. Uwezo wa kipekee ambao unamtofautisha na wengine katika kufanya jambo kwa urahisi, na hicho ndo tunaita kipaji kimsingi. Hivyo kipaji ni kipawa kilichoelekezwa kwenye jambo fulani mahususi. Ile nguvu ya asili ya ndani mtu iliyoelekezwa kwenye mkondo fulani na kumfanya mtu awe bora kwenye eneo hilo. Kipawa chenye kinaweza kuzalisha kipaji chochote, ila kipaji hakizalishi kipawa. Naomba nikutofautishie hapa. Kipawa ni uwezo wa ndani ambao mtu anakuwa nao kutoka kwenye nguvu ya asili, kwa maana Mungu anampa. Na kipaji chenyewe ni uwezo mahususi, yani ni kama tunasema professionalism fulani, ni kama ubobezi fulani kwenye eneo fulani. Kumbuka lengo la kipawa ni kumfanikisha mtu. Popote ambapo nguvu hii ya kipawa inaelekezwa huleta matunda mazuri. Kwa hiyo wanadamu wote sio wawili, wote wenye vipaji, kwa sababu ili kipawa kizae kipaji lazima nguvu yake ielekezwe kwenye eneo fulani na kutengenezewa mazingira au mkondo. So imsingi ninakutia moyo. Kuna vitu vingi unavyovitarajia ili uweze kupata matokeo fulani. Sasa kama unataka ufanikiwe, unalo jukumu la kulinda moyo wako au kulinda akili yako kuelekea kwenye safari ya hatima yako. Ni vizuri sana usikose elimu bora, malazi, chakula, mavazi, lakini moyo wako uwe salama, kwa maana ya kulishwa mawazo chanya, kulishwa maarifa sahihi. Lengo lake ni kukujengea uwezo wa ndani. Watu wengi sana tunakwama sio kwa sababu hatutaki kufanya, hatuwezi kufanya kwa sababu hatujawahi kujengewa uwezo wala fikra wala mtazamo kisaikolojia au kiroho. So now ikitokea unamtuma mtu akafanye kitu ambacho hajawahi kukiishi wala kuhisi kwamba anaweza, unamweka kwenye nini? Unamweka kwenye kikaango au unamweka kwenye wakati mgumu. Ni maombi yangu Mungu akupe kuelewa na Mungu akupe kupona kama ulikuwa ni muhanga wa kutokujua kuhusu nguvu ya kipawa. God bless you. This is Apostle Francis Goel.